Uh, Kwanza nikushukuru sana ndugu yangu kwa kutaka kupata maoni yangu kuhusiana na hotuba ya Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan ambayo amezungumza wakati wa baraza la Eid al-Fitr lililofanyika Dar es Salaam. Hotuba ilikuwa ni hotuba yenye kujenga na yenye kuhamasisha umoja na mshikamano na uzalendo wa taifa letu. Kuna baadhi ya watu nimewasikia wakikosoa baadhi ya kauli na maneno ya Mheshimiwa Rais wetu, lakini mimi kwa mtazamo wangu naona alizungumza kama mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu, lakini pili alizungumza kama mzazi asiyependa vijana wake waharibikiwe, lakini tatu alizungumza kama mshauri kwa viongozi wa dini, maana rais pia ni mshauri mkuu wa viongozi wa dini, mshauri mkuu wa raia wote wa Tanzania katika makundi mbalimbali. Tuko kwenye msimu wa uchaguzi mkuu ndugu waandishi, na msimu huu sio msimu wa kawaida. Mara nyingi watu wanadhani kwamba uchaguzi ni jambo dogo. Uchaguzi ni jambo kubwa sana katika nchi yetu, na linapaswa kuheshimiwa kwa kadri inavyowezekana. Tusipokuwa makini tunaweza kujikuta tumeingia kwenye dhahama kubwa. Na Tanzania tumekuwa tukipokea wakimbizi wengi sana katika nchi hizi ambazo zimetuzunguka. Isije katokea sisi tukawa na sisi tukaanza kutafuta mahali pa kujificha, si jambo jema. Na Mheshimiwa Rais amezungumza kwa nia njema sana, kwa sababu yeye kama mkuu wa nchi yetu anatutazama sisi wananchi wote, na wajibu wake ni kutushauri pale inapofaa kuhusiana na mustakabali wa taifa letu, mustakabali wa kizazi chetu, mustakabali wa wazee wetu, mustakabali wa watoto wetu, na mustakabali wa ndugu, jamaa na marafiki katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa nimesikia na nimesoma na kufuatilia mawazo na mitazamo ya watu wawili maarufu sana. Mmoja anaitwa Askofu Mwamakula. Baada ya hotuba ile ya Mheshimiwa Rais kuzungumzia kuhusu aliwashauri viongozi wa dini kwamba ni jambo jema msijihusishe sana kwenye masuala ya siasa, kwa sababu dini ni eneo moja sensitive sana katika maisha ya mwanadamu, hasa sisi wa Afrika ni sensitive sana. Askofu ana nafasi kubwa sana katika nafasi na maisha ya Watanzania. Kwa hiyo ama wachungaji ama viongozi wote wa dini. Kwa hiyo unapotumia nafasi yako ya uaskofu ama ya kichungaji ama katika namna nyingine ile ukadumbukiza siasa ndani yake, inaweza ikatuletea shida baadaye. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alishauri kwa nia njema, hakuwa na nia mbaya na viongozi wa dini ama raia wa Tanzania. Alizungumza kama amiri jeshi mkuu, kama mzazi wetu, akitushauri sisi wote wa Tanzania, wakiwemo hata maaskofu na wachungaji na hata mashehe. Ametushauri kwa nia njema sana. Kwa hiyo nikamwangalia mzee wangu, kaka yangu na rafiki yangu Askofu Mwamakula, na declare interest. Mimi ni mtu ambaye namfuatilia sana Mwamakula, na huwa namchukulia kama kaka yangu kabisa. Inawezekana watu msijue, lakini ni mtu ambaye pia amekuwa ananishauri ninapokuwa na shida 1, 2, 3, 4.
Unajua siku moja niliwahi kusema kuwa upande huu na upande huu haiwezi kuondoa undugu wetu sisi na urafiki wetu na ukaribu wetu sisi kama raia na kama wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo Mwamakula akaweka hoja yake hapo, kwa nini watu wengine wanazungumza siku watu wanapotea na nini na kutekwa. Ndio maana nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kabisa. Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Na hayo matukio hakuna mtu hata mmoja ambaye anafurahia matukio hayo. Na mimi nawaambia Mheshimiwa Rais anachukia sana matukio hayo ya watu kutekwa na kupotea. Anachukia sana. Na niwatolee mfano mmoja pia niliwahi kuambia hapo nyuma. Angekuwa hachukizwi na the way mambo yanayoendelea katika taifa letu, asingekuwa anafanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri na kwenye viongozi mbalimbali aliowateua yeye. Kwa sababu ukiona kiongozi mkuu wa nchi anafanya mabadiliko katika eneo kubwa kama baraza la mawaziri ama upande mwingine, ujue kuna kitu amekigundua. Na nikawatolea mfano, amefanya mabadiliko mengi tu. Tangu mwaka wa 4 huu ameshafanya mabadiliko mengi sana. Kuna watu ambao wao wanadhani kwamba wakipata vyeo wanaweza kutumia cheo kile kama miungu watu. Cheo ni dhamana. Na unapopata cheo lazima uwe mnyenyekevu mbele za watu. Lakini wako viongozi wametofautiana. Wako ambao wanaona cheo kwamba ni Mungu mtu, wako ambao wanaona cheo kama ni kitu cha kawaida tu. Anahitaji kukaa na watu, kuzungumza na watu, kushare ideas mbalimbali na watu, tena watu wenyewe wa kawaida. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba Mheshimiwa Rais alizungumza kwa nia njema. Hakuwa na nia mbaya kwamba kuhusiana na viongozi wa dini. Alikuwa na nia njema tu. Sidhani kama alikuwa na nia mbaya ya kufanya kwamba mpaka watu waanze kutoa mitazamo yao na maneno yao. Of course hata Askofu Mwamakula hakuongea jambo baya, alishauri jambo zuri. Halikuwa jambo baya sana. Na yalikuwa ni mtazamo wake na maoni yake. Lakini mimi nadhani baba askofu anajua kwamba nchi yetu inaongozwa kwa njia ya sheria na taratibu zake. Tuna katiba ambayo ndio sheria mama. Kwa hiyo kama kuna matatizo hayo ambayo anazungumza, nchi yetu ipo katika mihimili mitatu: mahakama, serikali, bunge, na wanasema muhimili wa 4 inaweza kawa vyombo vya habari. Lakini matatizo yanayojitokeza katika nchi yetu, ninachoamini mimi ni kwamba serikali inafanya kazi na inayatazama kwa ukubwa na kwa kiasi kikubwa kabisa kuweza kumaliza hayo matatizo. Lakini ukiangalia ukubwa wa taifa letu, niliwahi kuambia kwamba, ndugu wananchi wenzangu, kilomita za mraba za Tanzania, eneo la mraba ni karibu 900 plus. 900 plus. Ukiangalia bahari, ukiangalia kwenye maziwa huku, kwenye mito, tuna taifa lenye ardhi na eneo kubwa sana. Lakini ukitazama kwenye mambo ya ulinzi na usalama, taifa letu limejitahidi kwa kiasi chake. Hauwezi ukapuuza kwamba hawa wakubwa zetu wanaosababisha sisi tuongee, tukae, tuishi vizuri, kwamba hawajafanya kazi. Wamefanya kazi kubwa sana. Vyombo vyetu vinafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa na amani, inaendelea kuwa moja. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alikuwa anazungumza kama kuwaasa viongozi wa dini wanapokuwa wanazungumzia siasa, aidha ndani ya misikiti au ndani ya makanisa au ndani ya majukwaa, wajue kwamba wao wana watu nyuma wengi sana, na wakati mwingine hao watu wanawaamini sana. Kwa hiyo lazima uangalie kinachotoka kwenye kinywa chako kina impact gani kwa taifa ama kwa jamii ama kwa raia. Kabla hujatamka jambo, lazima uangalie athari zake na faida zake. Kwa hiyo alikuwa anatumia nafasi yake kama mkuu wa nchi
kuwashauri tu kwamba muangalie, kwa sababu hayo mambo yanaweza yakalitumbukiza taifa letu kwenye matatizo makubwa. Na alizungumza akiwa ndani ya hizo kumbukumbu ama sherehe za sikukuu hii ya Eid el-Fitri. Alikuwa anazungumza na viongozi wa dini, lakini anafikisha ujumbe kwa Watanzania wote kuhusiana na tunakokwenda sasa. Maana tunakwenda kwenye kipindi ambacho ni kigumu. Tusipokuwa makini kama nchi, kama taifa, tunaweza tukajikuta tumedumbukia kwenye zimu ambalo linaweza baadaye tukajuta. Unajua, kuingiza taifa kwenye matatizo ni jambo rahisi tu, ndugu mwandishi wa habari. Lakini kulitoa taifa kwenye matatizo, mkishaingia kwenye tatizo, ni shughuli pevu. Sasa lazima kama mkuu wa nchi anawakumbusha kwamba wajibu wetu sisi kama raia ni kulinda amani yetu. Wajibu wetu sisi kama maaskofu, kama wachungaji, kama mashehe, kama maustadhi ni kulinda amani hii na kuitukuza amani hii na kuhakikisha kwamba haiwezi kupotea. Lakini pamoja na ushauri huo, wote tunaamini kwamba kila taifa lolote ziko. Hatuwezi tukasema tu kwamba shida hazipo. Shida zipo, lakini shida hizo haziwezi kutufanya watu kutumia shida hizo aidha kugawa nchi au kugawa kabila au mambo ya kanda, mambo ya jinsia. Hayo matatizo yapo hata katika ngazi ya familia. Unapopata shida ngazi ya familia kama baba au kama mama, lazima utazame namna gani unaweza ukahandle ile familia isivunjike. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais Baba Askofu Mwamakula alikuwa anazungumza jambo zuri tu, sidhani kama alikuwa na maana mbaya. Mimi namtaja Mwamakula kwa sababu ni kaka yangu, na simtaji kwa nia mbaya. Maana unajua watu bana, kuna watu kama wa Chadema wale. Yaani wao unajua kuna Chadema ya uraiani na kuna Chadema ya mitandaoni. Ni nchi mbili tofauti hizo. Na kuna Chadema ambao sijui ni waiteje wale. Yaani wako Chadema wenye akili sana, lakini kuna Chadema wale ambao hata hawaeleweki wao wanataka nini. Na hata tuseme wapinzani, wako wapinzani wale ambao ni wapinzani wa kweli, na kuna wapinzani ambao hawajui wanataka nini. Kwa hiyo unaweza kuzungumzia jambo kama, mimi namzungumzia Mwamakula kama ndugu yangu, kwa sababu ni kati ya watu wanao nishauri sana mambo mengi. Lazima ni declare interest. Yaani ukiniambia mimi ni watu gani ambao katika maisha yangu nadhani wana mchango mkubwa, mchango unaweza kuwa wa ushauri. Unapopata matatizo, unapopata shida, mtu anapokutafuta na kukwambia bwana pole, maana yake huyo ni mtu anayekutakia mema. Sasa ndugu waandishi, mimi Mwamakula, Baba Askofu Mwamakula ni kati ya Watanzania wachache sana ambao unapopitia kwenye kipindi kigumu, unapopitia kwenye mambo unaishi kama shetani, unapopitia kwenye magumu kabisa to the maximum, Mwamakula ni kati ya maaskofu wachache ambao hawajawahi kuacha kunipigia simu na kunishauri the way forward naweza nikaishi na watu kama kiongozi wa dini, kama baba askofu. Kwa hiyo watu wasio wakaanza kumjaji hapa, maana mbona tumesikia yule jamaa anakutaja kule anasema wewe ni rafiki yake. Maana watu wa Chadema bwana, kila mtu ana akili zake. Yaani unamzungumzia mtu in positive way, wao wanapeleka kwenye negative way. Sasa wako wa namna hiyo, wako na ni wengi, ingawa sio wengi sana, wako ndani ya vyama vya upinzani ambao wao siku zote ni kupinga tu. Ukiongea hiki hawataki, ukiongea hiki wanataka, yani hawaeleweki. Kwa hiyo nikamsikia pia Baba Askofu Bagonza alizungumzia pointi zile ambazo alizungumza Baba Askofu Mwamakula. Bagonza ni kati ya maaskofu ambao pia mimi nawaadimaya kwa sababu ya msimamo yao na ana akili sana. Sababu Bagonza ni kati ya wasomi wazuri sana kwenye taifa letu. Na ukimtazama mitazamo yake na maoni yake, unajua kabisa huyu mtu kaenda shule. Kwa hiyo
Na yeye alijaribu kutoa tafasiri yake baada ya kauli ya mheshimiwa wetu rais. Bagonza huwa anazungumza kimisamiati sana, na kwa sisi tuliosoma Cuba tunafahamu kwamba anamaanisha nini. Lakini Bagonza anahitaji tafakuri kubwa kweli kweli kumjadili na kumaanisha, kwa sababu ana misamiati mingi sana. Ni mpaka upite Cuba tunaweza ukamwelewa. Kwa hiyo hawa maaskofu wetu, mimi niwaombe tu kwamba, unajua wakati mwingine maaskofu wana nafasi kubwa sana ya kukutana na mheshimiwa rais, na mheshimiwa rais amewapa nafasi kubwa sana viongozi wa dini, wanapokuwa na jambo lao wamfuate tu, na nadhani ni kati ya watu ambao wana nafasi kubwa sana kwa mheshimiwa rais. Viongozi wote wa dini, kwa maana upande wa Uislamu na upande wa Kristo, wana nafasi kubwa sana kwa mheshimiwa rais. Jamani, mimi naongea kama mwanaharakati huru, msemo kanijadili, maana nimeshajadiliwa mimi mnizoee kwamba ni mwanaharakati huru, siongee hapa kwa kuiwakilisha serikali wala CCM wala chombo chochote. Mimi naongea hapa kama mwanaharakati huru. Na sijaanza leo, nimeanza kitambo, tangu nikiwa kijana, na mimi sasa naanza kubadilika sura, tunaenda kwenye kuitwa watu wazima. Kwa hiyo msinitafasiri vingine. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba mheshimiwa rais anawapa nafasi kubwa sana viongozi wa dini sana, na kama anavyowapa nafasi kubwa sana wazee wetu waliowahi kulitumikia taifa hili. Na labda niunganishie hapo kwa sababu ni moja ya maswali ambayo umenipa. Nimeulizwa mara nyingi sana kuhusu Mama Anna Tibaijuka, mbona anatoa comment ambazo ni nzito. Wako baadhi ya viongozi wastaafu waliopata kuhudumu katika nafasi mbalimbali za serikali na katika Chama cha Mapinduzi, mbona kama wanazungumza in negative way kwa serikali hii inaongozwa na mheshimiwa rais wetu. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba sioni kama wanafanya makosa, lakini ninachoweza kusema ni kwamba Mama Anna Tibaijuka anayo nafasi kubwa sana kwa kutumia elimu yake na ustafu wake na umaarufu wake, akaomba nafasi kwa mheshimiwa rais kwamba anataka nije tuongee, na ninachoamini mheshimiwa rais hawezi kumkatalia, atamwambia njoo. Kwa hiyo Profesa mtani wangu, mjukuu, maana sisi tunaitana wajukuu hawa watu wa Bukoba na sisi, anayo nafasi ya kwenda kwa mheshimiwa rais, akamwambia kwamba mimi naona 1, 2, 3, 4 tunaweza tukaenda huku, ukienda hivyo nafikiri tunaweza tukafika pazuri. Kwa hiyo nadhani Mama Anna Tibaijuka ana nafasi ya kuomba appointment kwa mheshimiwa rais, na akatumia nafasi yake ya uzoefu wa kazi akiwa Umoja wa Mataifa, akiwa UN, kwa maana pia akiwa ndani ya serikali ya Tanzania, akiwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, na akiwa mbunge, na sasa akiwa raia wa kawaida. Uzoefu wake na elimu yake, sidhani kama anaweza kuomba nafasi kwa mheshimiwa rais akakataliwa. Kwa hiyo mimi naamini kwamba anaweza akatumia nafasi alionayo hiyo, akaenda kwa mheshimiwa rais akamwambia, bwana mheshimiwa, mimi naona 1, 2, 3, 4, ukienda hivi unaweza labda mambo yakawa mazuri, au ukienda hivi. Kwa hiyo hao viongozi wetu wanao nafasi ya kumuona mheshimiwa rais na wakajadiliana vizuri, tofauti na sisi wengine ambao ni watu wa kawaida tu, hatuna impact yoyote, lakini tuna uwezo wa kushauri tu, lakini hatuna uwezo wa kumuona mheshimiwa rais kirahisi kama ambavyo alivyo Tibaijuka au maybe mzee Joseph Sinde Warioba ama Butiku. Wanaweza wao wana nafasi ya kwenda kwa mheshimiwa rais moja kwa moja, tofauti na sisi wengine. Unaweza ukaomba nafasi kule ukaambiwa kumuona rais unaweza kutumia miezi, lakini hao wana nafasi ya direct kwenda kwa mheshimiwa rais kulingana na CV zao, nafasi zao,
umaarufu wao ndani ya chama na serikali, utendaji wao uliotukuka, kwa sababu ukimzungumzia Jaji Joseph Warioba ni kati ya Watanzania wachache tu wenye CV kubwa sana za uongozi, kubwa sana, na ni kati ya wazee wenye akili kubwa sana katika nchi yetu, na ni wanasheria wazuri sana katika nchi yetu, na ni watu waliofanya kazi na kuitumikia serikali hii kwa uaminifu mkubwa sana katika nchi yetu. Kwa hiyo akiwa na jambo lolote, yeye anayo nafasi ya kwenda kwa Mheshimiwa Rais, akaomba appointment na kaongea vizuri tu, wakajadiliana na mambo yakaenda. Vile vile kina Mzee Butiku ni wazee ambao wana hekima kubwa, wana busara kubwa, na kama nchi bado inawatarajia, inawategemea kwa maana ya kusaidia na kushauri na nini. Na sisi ambao ndo na sisi tunaelekea kwenye utu uzima, tukiwa tunatamani kuwa wanasiasa, tungependa, mimi wanapenda angalau hata upate ushauri kutoka kwao. Kwamba bwana 1 2 3 4. Sasa nimekuwa naulizwa sana, vipi bwana au ndugu zako wakanda maalum na huyo mtani wako anatiba jambo la msingi ni kwamba wao waliwahi kuwa viongozi wa nchi yetu, na tunawaheshimu sana sana. Mimi binafsi namheshimu sana Jaji Joseph Sinde Warioba na Butiku na Joseph Butiku, na waheshimu sana kwa sababu ni kati ya watu ambao wako makini sana na unaweza ukajifunza kutoka kwao. Lakini hata Mama Anna Tibaijuka ni kati ya wanawake wachache sana ambao wamefanya kazi vizuri, lakini nadhani wana nafasi kubwa sana ya kuweza kumshauri Mheshimiwa Rais nje ya public. Wanaweza kuzungumza in public, lakini pia wakaomba appointment, wakaenda kukutana na Mheshimiwa Rais, wakamshauri mambo mazuri kwa ajili ya maslahi ya nchi yetu, kwa sababu nchi ni yetu sote. Unajua kwa elimu zao na uwezo wao, mtu kama Profesa Anna Tibaijuka ni mtu mkubwa sana, na akizungumza jambo lina impact kubwa, ama kama hivyo alivyo Mzee Joseph Sinde Warioba. Ni watu ambao taifa linawathamini na kuamini sana. Kwa hiyo hata sisi tungependa sana wanapokuwa wana jambo lao, sisi wanaharakati wakaenda kumwona Mheshimiwa Rais na wakajadiliana na wakazungumza mustakabali wa nchi yetu, kwa sababu nchi ni yetu sote tu, na kuna sababu ya huyu anasema hichi, huyu anasema hichi. Mimi naamini, unajua urais ni taasisi, urais ni taasisi. Kwa hiyo rais ana washauri wengi. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba wangeweza kwenda kumuona tu Mheshimiwa Rais moja kwa moja na wakamwambia kuna 1 2 3 4, lakini wakati huo pia wanaweza kashauri in public wanachokiona kwamba kinakwenda nje ya nani. Lakini mimi ninachoamini ni kwamba hao watatu ni kati ya wazee ambao wana IQ kubwa sana na wana elimu kubwa sana, wana uzoefu mkubwa sana wa kazi ndani ya chama na ndani ya serikali, na wanao uwezo, bado wanazo nguvu, wanazo akili, wanaweza wakaomba appointment kwa Mheshimiwa Rais. Tunaomba kwa kila mtu kwa nafasi yake akaenda akamshauri jambo ambalo anaona kwamba pengine linakwenda nje ya maslahi ya taifa letu. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu kwa wale ambao wananiuliza na nini, hao ni wazee ambao mimi nawaheshimu sana. Namheshimu sana Mzee Butiku, namheshimu sana Mzee Joseph Warioba na hata Anna Tibaijuka, nawaheshimu sana. Lakini ushauri wangu mimi ni kwamba kama wana jambo ambalo wanadhani linaweza linajenga na kusaidia taifa letu, wanaweza pia wakamapproach Mheshimiwa Rais, wakamwomba kwamba tunaomba tuje tukutane tukushauri jambo. Nadhani ni watu pekee ambao wana nafasi kubwa sana, wakiomba appointment hawezi kukataliwa. Kwa hiyo unajua rais ni binadamu kama walivyo binadamu wengine. Mheshimiwa Rais naye ana familia, ana damu kama sisi. Kwa hiyo anahitaji wakati mwingine kuheshimiwa kama kiongozi mkuu wa nchi, kwa sababu dunia nzima unapokuwa rais tunasema
na kwa viongozi wa dini pia wanasema unapokuwa rais ni kama umeteuliwa na Mungu. Kile ni cheo kikubwa ambacho ni vyeo haviji tu kirahisi. Kwa hiyo ni vyeo vile ambavyo ni kama umeteuliwa na Mungu. Wewe unawakilisha wananchi, lakini wewe una nafasi kubwa sana. Na unajua kwa nafasi ya rais pia ni mtumishi wa Mungu. Kwa nafasi ya rais pia ni mtumishi wa Mungu. Rais anapozungumzia habari ya viongozi wa dini, maana yake ni kwamba na yeye anatumika kama kiongozi namba moja wa Mungu, mwakilishi wa Mungu. Kwa hiyo na yeye ana nafasi yake kushauri kama rais wa nchi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa mtazamo wangu ninavyofikiria ni kwamba wazee wetu wanayo nafasi tu ya kumshauri mheshimiwa rais wetu cha kufanya, na wakaomba appointment, akawasikiliza na wakajadiliana kwa maslahi ya nchi yetu. Kama wanaona mlengo huu sio mzuri, wakamshauri kwamba pengine ukipita mlengo huu unaweza kuwa ni mzuri. Lakini sioni kama kuna shida yoyote kati ya serikali yetu na wazee. Mimi sioni kama kuna tatizo, lakini mambo ya kutoa maoni ni kwa sababu wanatoa maoni kwa mujibu wa katiba yetu, ibara ya 18 na nini inaruhusu watu kutoa maoni yao. Lakini mimi nafikiri kwa status yao ni watu wakubwa sana, tofauti na sisi ambao tupo katika nchi hii, lakini huwezi kujilinganisha na mzee Mtiku au kama Tibaijuka au mzee Warioba. Ni watu wakubwa sana. Na mimi mara nyingi ni watu ambao nawaheshimu sana. Kwa hiyo kutoa maoni yao sidhani kama kuna shida kubwa, lakini mimi ninachowashauri ni kwamba wao wana nafasi kubwa sana ya kumwona mheshimiwa rais na wakijadiliana mambo, wakajenga mambo, wakashauri vitu vya msingi. Wanayo nafasi kama hiyo. Kwa hiyo niliona ni kwa sababu watu wananisumbua sana, mbona unazungumziaje kuhusu wale waheshimiwa wao? Mimi nadhani huo ndo mtazamo wangu. Kwa sababu nachoamini ni kwamba wale bado ni viongozi, CV yao ni kubwa, na wana nafasi ya kwenda kwa mheshimiwa rais wakamshauri moja kwa moja wao. Kwa sababu unajua wakati mwingine ukizungumza pembeni, wako wa Tanzania baadhi ambao wao wanaweza kukuchukulia lile neno lililolitamka, wewe unaweza kutamka kwa nia njema, alafu wao wakalibadilisha likawa la nia mbaya. Wewe umeongea kwa nia njema sana, lakini wako wa Tanzania wenzetu baadhi wana uwezo wa kubadilisha maneno haya yakawa mabaya. Wewe umeongea mazuri tu, lakini wakabadilisha yakawa mabaya. Na unajua raia tumetofautiana. Wako raia ambao wao wanaangalia sehemu ambayo ni ahasi tu, wako raia ambao wanaangalia sehemu ambayo ni chanya tu. Lakini wote hao ni Watanzania, na tunapaswa kuheshimu. Wote hao ni Watanzania. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba hao wazee wetu wanayo nafasi ya kumshauri mheshimiwa rais, wakaomba appointment, kama ambavyo viongozi wa dini wana nafasi ya kwenda kumuomba mheshimiwa rais wakamshauri the way forward taifa letu kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ndio kufanya nini. Na mimi nitumie nafasi hii kuwashauri wale ambao pengine waliwahi kuwa mawaziri wakuu wa nchi yetu, makatibu wakuu. Nafikiri ni muda huu wa kuwa mara nyingi wanaomba appointment, wanaenda kwa mheshimiwa rais, wanamuomba tunaomba tukuone mheshimiwa rais tujadili, maana uchaguzi mkuu na mambo mengi sana. Na wao wameshaona chaguzi nyingi za kisiasa katika nchi yetu tangu vyama vingi viruhusiwe. Lakini wako watu ambao tangu nchi inapata uhuru wako ndani ya uongozi na bado wako hai. Kwa hiyo wanaweza wakashauriana na mheshimiwa rais kwa maslahi ya kujenga taifa letu. Maana unajua Tanzania nao wanazungumzia hao wazee wana mambo mengi. Wanaweza wakasema hapana. Yaani issue ni kwamba tunashauri kwa nia njema, kwa sababu wao waliwahi kuwa viongozi katika serikali hii, waliwahi kushauri. Of course kuna kauli tata sana ambayo
nilisikia kwenye social media kuna mmoja wapo anasema kwamba katiba haiji kwa njia ya amani. Katiba mara nyingi na watu wamwage damu. Sasa nilishangaa, unajua si lazima umwage damu ndio upate katiba mpya. Mimi siamini, kwa sababu historically Tanzania ilipata uhuru kwa mazungumzo mezani. Mimi siamini kwamba mnapotaka kudai katiba mpya ama mfumo mzuri wa uchaguzi kwamba mwage damu ama mfanye vurugu ama mvurugani kwamba ndio mnaweza mkapata katiba mpya au mkapata mfumo mzuri wa uchaguzi. Mimi huwa siamini hilo. Na nilisikitika kiongozi mkubwa kuzungumza hilo ambaye aliwahi kuhudumu ndani ya chama, ndani ya serikali, anasema kwamba katiba mpya hiji hivi. Ni kauli ambayo nilisikitika sana, kwa sababu unajua sifa ya kiongozi ni kujenga watu na kuwaunganisha watu. Kiongozi hutakiwi kuwagawa watu hata kama unajua hawakupendi. Wajibu wako wewe ni kuwaunganisha tu watu basi. Kwa hiyo ilikuwa ni kauli kubwa na ngumu sana kwamba katiba mpya hiji hivi. Sasa kuna nchi kama Botswana ni kati ya mataifa ambayo yametulia sana katika dunia hii. Ghana ni kati ya mataifa ambayo yametulia sana na wanafanya mambo yao bila vurugu, bila kupasuana vichwa. Kwa hiyo nadhani na sisi kama viongozi wastaafu ama mawaziri wastaafu, tuseme kwa ujumla viongozi wastaafu, wana nafasi ya kushauri kama wanaona kuna jambo sio zuri sana, wanaweza kushauri kwa nia njema. Na mimi nashauri kwamba kuwe na utaratibu wao, waende wakashauri kwa nia njema. Kama kuna jambo wanaona aliko sawa, wanaomba appointment, wanaenda kushauri. Lakini wakati mwingine kwa sababu wao watu wanawasikiliza, wakati mwingine ukitoa kauli tata inaweza ikaleta tatizo katika nchi. Ndio maana nikasema kabla hujaanza kuzungumza lazima utafakari, nikizungumza kuna athari gani, kuna faida gani. Ni heri hata ukae hata miezi miwili unatafakari kabla ya kuzungumza. Kwa sababu unapokuwa kiongozi, hata kama umestaafu, kauli yako moja watu wanaweza wakaiamini, watu kama 500 wakaiamini kwamba anachosema huyu ni kweli. Na siku hizi TV ni nyingi tu, kila wanachozungumza watu wanadaka, wanarusha. Saa nyingine wanaedit, wanakupa maneno ambayo sio ya kwako. Kwa hiyo nadhani viongozi wetu hawa wanayo nafasi ya kushauri tu, sio kushauri serikali. Hata sisi wanatakiwa kutushauri tu kama vijana, kama tunaoelekea kwenye utu uzima, wakatushauri kwamba siku ya msiba unatakiwa ufanye 1 2 3. Na sisi sio malaika. Mimi hapa naongea sio malaika. Unaweza mimi na mapungufu yangu mengi tu pia na mazuri yangu mengi pia. Lakini mimi wanasema usitumie mapungufu ya mwenzako kumjeruhi au kumwangamiza tu. Mshauri kwamba bwana toka huku naenda huku. Lakini ukitumia mapungufu ya mwenzako kumtengenezea ajali, sidhani kama ina afya hiyo. Maana sisi wote ni Watanzania unajua lazima unasema ukiwa kiongozi ama ukipata madaraka lazima uwe mnyenyekevu kwa watu. Hakuna binadamu aliyokamilika. Wote tuna mapungufu, Kwa hiyo ukinijaji mimi na kuniombea mimi niangamie kwa sababu nimetoa kauli ya fulani, sidhani kama ni jambo zuri sana. Kwa hiyo niliona kuna watu wameniuliza sana, una maoni yako kuhusiana na hotuba ya mama. Mimi nahisi ilikuwa ni hotuba nzuri ya kuhamasisha uzalendo, kuipenda taifa lako, na tusiingize taifa kwenye matatizo, kwenye migawanyiko, kwenye vita kwa sababu ya siasa. Ameongea kama mkuu wa nchi. Hiyo moja. Lakini kuhusu wazee wetu, wanayo nafasi kubwa ya kuomba appointment kwa kiongozi mkuu wa nchi na wakaenda wakazungumza.
tofauti na watu wengine. Mimi ni ushauri wangu, wanayo nafasi ya kwenda kushauri kwamba tunaweza tukafanya 1 2 3. Ni kwa faida ya nchi yetu na kwa maslahi ya taifa letu. Na 3, viongozi wa dini wanayo nafasi pia kuomba appointment kwa Mheshimiwa Rais, wakaenda kushauri. Nadhani kama kuna ubaya. Nimekuambia hayo makundi ni kati ya makundi ambayo mimi naamini, na kwa uzoefu wangu, viongozi wa dini, viongozi wa staafu, Mheshimiwa Rais anawaheshimu sana kama anavyowaheshimu wananchi wote wa Tanzania. Lakini wao wana nafasi ya kwenda moja kwa moja na kujadiliana naye na kushauriana naye kwamba tunaweza tukaenda hivi, tukaenda hivi. Na uongozi ni kushirikiana na watu, ni kushirikisha watu. Kwa hiyo mimi nadhani hayo ndio yanaweza kama maoni yangu, na kama nikitoa maoni ambayo pengine yanakwaza wengine wanisamehe tu, lakini mimi nadhani nchi yetu itajengwa na sisi wenyewe, na amani italindwa na sisi wenyewe. Umoja huu utalindwa na sisi wenyewe, na mshikamano huu utalindwa na sisi wenyewe wa Tanzania. Hakuna mtu anaweza kuja kalinda amani hii na umoja huu na mshikamano huu. Ni sisi wenyewe tutalinda amani hii. Kwa hiyo kutofautiana kimtazamo ni jambo la kawaida. Jambo la kawaida. Ndio maana kwa mfano mimi watu wakinicriticize, mimi nakubaliana nao tu. Anatukana, mimi nakubaliana. Kuna mwingine atakutukana, mwingine atakuona unafaa, hivyo tu. Cha msingi maisha yaendelee. Kwa hiyo amani yetu, umoja wetu, mustakabali wa nchi yetu uko mikononi mwetu. Bila amani hakuna kinachoweza kufanyika. Si waandishi wa habari, si wafanyabiashara, si machinga, si bodaboda, si wakina mama. Amani ikivunjika hakuna kitakachokuwa hai. Wote tutavunjika na tutaumia. Nashukuru sana.